hii na mimi niweze kuchangia. Kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha leo Ijumaa kusimama mahali hapa kuongea masuala yetu ya watu wa Tabora. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayoifanya, lakini nitoe pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa anayoifanya nchini. Tunaona akizunguka kila eneo, kila sehemu kwenda kuhakikisha mambo yanakwenda sawa. Tunampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali sikivu chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, watu waliongea mambo mengi kuhusu uchaguzi na mpaka leo wanaongea kuhusu reform za uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, reform zipo na zinaendelea kufanywa. Hivi tunavyoongea kila wakati wasimamizi wa uchaguzi ni wakurugenzi wa halmashauri, lakini serikali hii sikivu sasa hivi imetangaza nafasi za wasimamizi wa uchaguzi nchi nzima. Watapimwa, watachujwa, wale watakaoonekana wanatosha ndio watakaosimamia uchaguzi na sio wakurugenzi. Kwa hiyo serikali hii ni sikivu, inasikia, ina reform za uchaguzi na tunakwenda kufanya uchaguzi 2025 kwa sababu tuna reform zote na tunafanya vizuri. Nampongeza sana Rais kwa kujali demokrasia, kwa kuisimamia na kwa kuifanya kwa vitendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongee kuhusu kilimo. Sisi watu wa Tabora ni wakulima wakubwa wa zao la tumbaku. Hapa niipongeze sana serikali kupitia Wizara ya Kilimo kwa kazi kubwa walioifanya. Tunaishukuru sana serikali. Wakulima wetu wa tumbaku kipindi mwaka jana alisimama hapa kudai ruzuku ya mbolea. Sasa hivi wana ruzuku ya mbolea. Tuna wanunuzi wa kutosha. Pembejeo zimefika kwa wakati. Tunashukuru sana Wizara ya Kilimo kwa kazi hii kubwa. Lakini zaidi sasa hivi wanatujengea mabani ya kisasa. Mabani ya zamani yalikuwa yanadondoka, yanaharibika, lakini serikali ipo kazini kujenga mabani ya kisasa. Hili jambo ni kubwa sana. Tunaipongeza serikali na tunasema sisi watu wa Tabora tunasubiri muda ufike tumpe kura nyingi za heshima Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini kwenye mema changamoto hazikosi. Sisi watu wa Tabora ni wakulima wakubwa wa tumbaku. Tunalima tumbaku kwa asilimia karibu 70 ya nchi hii, lakini hatuna kiwanda ndani ya mkoa wetu wa Tabora. Nimuombe sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, kaka yangu Mheshimiwa Bashe unatoka Tabora. Haya ni malalamiko makubwa sana. Tunajua unakutana na watu mbalimbali, unaongea na wawekezaji mbalimbali. Tunaomba utuhakikishie tunapata kiwanda cha tumbaku Tabora. Vijana wetu wapate ajira, mama zetu wapate ajira kwa sababu tumbaku tunalima sisi. Lakini pia tutaongeza bei ya tumbaku. Angalau umepambana sasa tumbaku ni $3 kuendelea, lakini tukichakata Tabora bei itapanda kwa sababu hatutaisafirisha kwa gharama kuipeleka Morogoro. Tunakuomba sana Mheshimiwa Waziri utujitahidi tupate kiwanda cha kuchakata tumbaku katika mkoa wa Tabora. Lakini sisi Tabora tulikuwa na kiwanda cha nyuzi kinatokana na pamba. Kiwanda hichi kimekufa. Bado tunajua Mheshimiwa Waziri ulikuja Tabora ukakitembelea, sijui mikataba imefanya nini, najua serikali hamshindwi. Tunaomba kiwanda hichi cha nyuzi kifufuliwe ili watoto wa Tabora, wananchi wa Tabora waweze kupata ajira. Tabora hakuna kiwanda, inasababisha watu wengi wanakuwa majobless kwa sababu hatuna kiwanda, na hatimaye tunaambiwa Tabora hakuna maendeleo, lakini hatuna viwanda vya kutosha. Tunaomba sana, tunalima pamba katika wilaya yetu ya Igunga, wilaya ya Nzega kidogo tunalima pamba. Sasa hivi tumeanza kulima pamba kwenye wilaya ya Kaliwa kidogo. Tunaomba tupate kiwanda chetu cha nyuzi ili tupate ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee kuhusu mabwawa kwenye Wizara ya Kilimo. Tunashukuru Wizara ya Kilimo kujengea bwawa katika kata ya Tumbi, lakini kuna upembuzi yakinifu Magoeko, lakini tumepeleka maombi yetu kwa ajili ya kupata mabwawa Itetemie, Isukamahela, Nyakato kata ya Misha, Manoleo kata ya Itonjanda, Kalumu kata ya Uyui. Tunaiomba sana serikali ituweke mabwawa ili tuweze kulima kwa tija, tuweze kulima muda wote, na hatimaye ndoto ya Dr. Samia Suluhu ya Watanzania kulisha Afrika basi iende ikatimie. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongee tena kidogo elimu. Kule Tabora kuna shule nyingi kongwe, ule ni mji wa zamani. Shule nyingi ni kongwe, tunaomba serikali itupe pesa za ukarabati. Kuna shule ya Mwenge, shule ni maarufu sana, lakini shule imekuwa kongwe kabisa. Kuna shule ambazo zimesoma viongozi wote karibia wa nchi hii. Paka baba wa taifa Mwalimu Nyerere amesoma Tabora Boys.
Shule hii bado ina mambo ya ukarabati, haijakamilika. Tuliomba pesa tukapata milioni 900 kwa ajili ya boys na girls, lakini mpaka sasa bado shule hizi hazijakamilisha pesa kwa ajili ya ukarabati. Town School tuliomba pesa ya ukarabati tukapata, lakini bado hatujajenga uzio. Lakini pia shule ya Uhuru tunaiomba sana serikali itupatie fedha za ukarabati wa shule hizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, afya. Tabora Manispaa kuna kata 29 na population kubwa sana ya watu wa Tabora. Lakini unaweza ukashangaa kuna vituo 4 tu vya afya ndani ya kata 29. Hii kitu haikubaliki Mheshimiwa Mwenyekiti. Haikubaliki kabisa. Tuna kata ya Uyui ambayo sasa tunaenda kujenga station ya SGR ambayo itakuwa katikati ya Uyui na Ifucha. Na iomba serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu watujengee kituo cha afya kwenye kata ya Uyui. Ni kata kubwa, ina wananchi wengi ambao iko jirani na kata za pale jirani. Kituo hicho cha afya kitatusaidia sana pale kwenye kata ya Uyui ambayo inaenda kujengwa station kubwa ya SGR ambayo kutakuwa na pia kutakuwa na bandari kavu pale na mwekezaji ameshaonekana. Kwa hiyo tunaomba tupate kituo cha afya pale. Lakini ndugu zangu, kule maeneo ya mjini katikati Uswahilini kule kwetu nilipozaliwa mimi hakuna kituo cha afya. Kuna kata ya Chemchemu, Mwinyi, Gongoni, Tambukaleli, Mbugani na kadhalika, ambazo zote hizo hazina vituo vya afya, karibia kata 8 ambazo zinakuwa na population kubwa. Ile kata ndio niliyozaliwa mimi ya Chemchemu, na watu wengi sana. Lakini pia alipotoka mheshimiwa Hawa na yeye pia kwao Gongoni, pale kote hatuna kituo cha afya. Tunaiomba sana serikali. Nilikuja hapa nikatoa maoni, basi ile town clinic ambayo ni zahanati ya miaka yote iko mjini, watu ongezee gorofa basi ili iweze kupata hadhi ya kituo cha afya. Leo hii ni zahanati inazalisha kwa mwezi watoto 200. Kwa hiyo mnaweza mkaona tuna uhaba upi wa vituo vya afya. Lakini kule Usule eneo ni kubwa sana, tungeweza kupata kituo cha afya. Lakini kwenye kata hizi ambazo nimezitaja pia ni lazima tupate kituo cha afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kuhusu bodaboda. Mheshimiwa Mwenyekiti, imekuwa ni ajira ya vijana wetu. Wanafanya kazi, wanajipatia riziki. Lakini vijana hawa wengi wanakuwa wameajiriwa na kuambiwa wapeleke fedha kwa ajiri wao, na wao kubaki na fedha kidogo sana ambayo ikizi mahitaji yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi binafsi nilitolea kwenda benki kuwasaidia vijana hawa wapate mkopo. Angawa halmashauri zinajitahidi sana, lakini vijana hawa ni wengi, pesa peke yake halmashauri haiwezekani. Benki nikakutana na jibu, wanasema wanataka hati ya nyumba ndio ampe mtu pikipiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii inakubalika kweli? Nimwombe Waziri Mkuu. Waziri Mkuu aingilie kati swala hili. Vijana hawa wakopeshe bodaboda, waache kadi za bodaboda kwenye benki kama dhamana, wapewe bodaboda, warejeshe hizo fedha kila siku. Unaambiwa tunataka tuone mzunguko wake wa akaunti. Jamani, dereva wa bodaboda anapata wapi mzunguko wa akaunti? Kama tuko serious kabisa tunataka kusaidia wa vijana wetu waweze kujiajiri wao wenyewe, tuhakikishe tunawasaidia kweli kweli. Wakopeshwe, benki ibaki na dhamana ya kadi. Kama mtu mkubwa kama mimi au mtu mzima mfanyabiashara anakopeshwa Scania, anaacha dhamana ya kadi ya gari benki, unashindwaje kumkopesha bodaboda akaacha kadi yake ya bodaboda? Huku ni kuwabagua, na ninaomba serikali kupitia kwa Waziri Mkuu wakae waliangalia hili swala. Bodaboda wakopeshwe pikipiki na benki, waache kadi zao benki kama dhamana. Lakini pia unaweza kuongezea ukamwambia leta mdhamini mmoja au wawili kama litatokea tatizo lolote, lakini sio kumwambia leti hati ya nyumba. Hao ni vijana wadogo, mpata wapi hizo hati za nyumba? Naomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na iomba serikali yangu sikivu ya Chama cha Mapinduzi tuliangalie swala hili la bodaboda kupitia kwenye mabenki yetu, kwa sababu halmashauri hazitaweza kukidhi peke yake. Vijana hawa ni wengi na hizi ni ajira zao, zinawasaidia wao na familia yao. Asante sana Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Munde Tambwe Abdallah. Nimtaja Mheshimiwa